sana. Hicho ndicho nachoweza kusema kuhusiana na kile ambacho Yanga wamekifanya leo hii katika mechi ya ugenini ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika raundi ya pili, wakicheza dhidi ya JS Kabylie kule nchini Algeria. Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves wakapata kile walichokihitaji, kwamba wapate point 3 au sare, lakini sio kufungwa. Mechi imekamilika, matokeo ni suluhu bila. Maana yake ni kwamba Yanga wamepata pointi moja muhimu ugenini na sasa wamefikisha pointi 4 baada ya mechi 2. Hiyo ni kutokana na ushindi walioupata wa bao 1-0 dhidi ya FAR Rabat katika mechi ya kwanza waliocheza kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, na hivyo sasa Yanga wamejiweka katika nafasi nzuri kwamba wakiendelea na kiwango cha namna hii, kwamba kufungwa mwiko, kwamba ni kushinda mechi za nyumbani, ugenini unatafuta ushindi na ikibidi sare, maana yake walau wanaweza wakenda katika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu 2025-26 na kisha kutimiza mipango yao ya kuvuka kutoka pia katika hatua ya robo finali kwenda nusu finali, ikibidi finali, ikibidi hata ubingwa, nani ajuaye. Lakini kimsingi Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves, Mreno huyu, ilicheza kikubwa. Tunasema kikubwa kwa sababu ilicheza kutimiza malengo ya mchezo. Tofauti na katika misimu kadhaa Yanga ikicheza ugenini, wakati mwingine ilikuwa inacheza kana kwamba inacheza nyumbani, inataka imiliki mpira. Lakini leo hii ilichocheza ni kuhakikisha kwamba mwenyeji anamiliki mpira, lakini kwenye matokeo Yanga wakapata walichokihitaji, ambayo ni walau sare, na wakapata suluhu ambayo inawafanya wafikishe hizo pointi 4. Yanga wametimiza lengo lao la kutopoteza mchezo na badala yake kupata pointi. Jambo la kuipongeza Yanga chini ya Pedro Gonçalves kwa namna ilivyocheza leo hii ni kwamba haikujihusisha katika umiliki wa mpira, lakini katika muda mfupi ambao ilikuwa ikiupata mpira na kuumiliki, ilichokuwa ikifanya ni kuhakikisha mara zote inakuwa moja kwa moja inashambulia zaidi na kutafuta nafasi za kufunga, jambo ambalo lilifanya JS Kabylie na watazamaji wake waliojitokeza kwa maelfu kujaribu kuishangilia timu yao wakikutana na kile ambacho hakukitarajia. Yanga pale ilipoamua kumiliki mpira, ili umiliki vyema, pasi fupi lakini zenye kwenda mbele na kuvutia. Lakini katika muda mwingi wa mchezo ilikuwa ikicheza kimkakati, wakati JS Kabylie wakiwa na mpira wao wanakaba maeneo muhimu kuhakikisha kwamba hafikiwi golikipa Djigui Diarra, kwa namna ya kuwafanya wachezaji wa JS Kabylie wawe na uhuru wa kufanya majaribio ya kufunga. Washambuliaji wao akina Ayman Mahias, akina Mehdi Mergem wasipate fursa wazi za kuweza kumjaribu golikipa Djigui Diarra. Matokeo yake ni nini? Mpaka mechi inakamilika, Yanga umiliki wa mpira ulikuwa 37% tu, lakini JS Kabylie walimiliki mpira kwa 63%. JS Kabylie wakiwa nyumbani wakapiga mashuti 16, Yanga walipiga mashuti 11. JS Kabylie kwenye mashuti 16 waliopiga, 6 alilenga shabaha, Yanga mashuti ya 11, 3 yalilenga shabaha, na 3 haya waliyapiga katika kipindi cha kwanza. Mechi ikaisha kwa suluhu, huku miongoni mwa waliong'ara sana hata hivyo ni pamoja na golikipa wa Yanga Djigui Diarra. Alikuwa ameonyesha kiwango bora na kuhakikisha timu yake hairuhusu bao katika mchezo wa leo. Pamoja na hayo, zipo nafasi kadhaa ambazo Yanga walizipata, pengine wangezitumia ongeza hata kupata pointi 3. Katika kipindi cha kwanza Celestine Ekwa alipata nafasi mojawapo ambayo alikuwa anakwenda kumkabili golikipa wa JS Kabylie kwa maana ya Mohamed Idr Hadid, lakini badala yake hakupiga shuti lenye nguvu na kuweza kumchagua vizuri, kwa sababu alitaka apige mpira mkunjo ambao uliishia kwenda mikononi mwa golikipa Hadid ukiwa hauna nguvu, kana kwamba ni back pass. Lakini na wao JS Kabylie miongoni mwa nafasi walizipata ni pamoja na kushuti logonga nguzo, lakini na mpira mwingine ambao golikipa Djigui Diarra aliucheza katika big chances kwa kila timu. Lakini katika nyakati nyingine ambazo JS Kabylie walifanya majaribio ya kutisha, Djigui Diarra alikamata mipira hiyo na hivyo kufanya mashuti yao 6 yaliyolenga shabaha kuwa yasiweze kuwapatia chochote, ile hali Yanga mashuti yao 3 katika kipindi cha kwanza kulenga shabaha nayo yakishia mikononi mwa golikipa Hadid, na hivyo kufanya mechi iishe kwa suluhu. Matokeo yake Yanga wameanza vyema sana katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako mara zote klabu ambazo hufanya vizuri hucheza kimkakati sana, na hasa zinapokwenda kucheza ugenini. Timu kama Al Ahly, Esperance de Tunis, FAR Rabat yenyewe, JS Kabylie, zote zinapokwenda kucheza ugenini, timu za kaskazini hucheza kimkakati sana, kwamba wasipopata point 3
basi pointi moja ni muhimu, alimradi wasipoteze mchezo. Yanga katika baadhi ya misimu iliyopita wakicheza ugenini, kwa mfano dhidi ya CR Belouizdad katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2023-24, iliupiga mwingi sana. Ilimiliki mpira zaidi ya 50%, takriban 55%. Yanga ilipiga mashuti ya kulenga shabaha 4 dhidi ya CR Belouizdad katika msimu huo, ilhali CR Belouizdad walipiga mashuti 3 tu. Mechi iliisha Yanga wakiwa wamepoteza mabao 3-0. Lakini msimu huu katika mechi 2 za hatua ya makundi ambazo Yanga wameshacheza mpaka sasa kwa ligi ya mabingwa chini ya kocha Pedro Gonçalves, wanaonekana kucheza kimkakati zaidi, kwamba nyumbani wanamiliki zaidi na kukushambulia kwa kasi. Katika mechi ya kwanza dhidi ya FAR Rabat, Yanga ndio timu iliyoongoza kufika kwa upinzani na kufanya mashambulizi mengi kuliko timu zote 16, ikipiga mashuti 9 yaliyolenga shabaha dhidi ya golikipa Reda Ahmed Tegnut wa FAR Rabat, katika mechi ambayo Yanga wakaibuka na ushindi wa bao 1-0. Lakini leo hii ikiwa ugenini, Yanga ambayo katika mechi ya kwanza dhidi ya FAR Rabat ilimiliki zaidi mpira kwa 51%, ikipiga pasi 369, FAR Rabat akipiga pasi 364, pasi zilizofika zikiwa 288 zidi ya 283 za FAR Rabat. Leo hii Yanga haikujihusisha zaidi katika umiliki wa mpira, bali kufika zaidi kwenye lango la JS Kabylie kila nafasi ilipopatikana. Mechi inakamilika, Yanga wamepiga pasi 355, JS Kabylie wamepiga pasi 604, lakini mwisho wa siku pasi zao, umiliki wao mpira zaidi kwa 63% haukuwasaidia lolote kwa Yanga iliyokuwa ikicheza kimkakati. Ilitaka pointi moja muhimu, imeipata, na sasa kazi iliyobaki ni kwenye mechi 4 zilizosalia. Mechi 2 dhidi ya Al Ahly ambayo bado haijakutana nayo nyumbani wala ugenini, mechi moja ya nyumbani dhidi ya JS Kabylie na mechi moja ugenini dhidi ya FAR Rabat, ambapo ikichanga karata zake vizuri itakuwa na fursa ya kusonga mbele kwa hatua ya robo finali, kwa sababu mpaka sasa kanuni ya msingi michuano ya CAF hatua ya makundi, usipoteze mchezo, ikibidi pata pointi moja. Ndicho Yanga wamekifanya. Ugenini wamepata pointi moja, nyumbani wamepata pointi 3. Kongole kwake kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake ambao walitekeleza vyema mipango yake. Katika kikosi chake leo hii alikipanga baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Alianza Prince Mfumelo Dube, alikuja kutoka baadaye katika kipindi cha pili akaingia Ndebobo Boyeli. Lakini katika walinzi wake kulikuwa na Ibra Baka, alikuwepo Dickson Job, kulia alikuwepo Ezra Patrick Mwenda, kushoto alianza Mohamed Hussein Shabalala, baadaye alikuja kuingia Shadrack Sakaboka katika kipindi cha pili. Eneo la kiungo alianza na Zuka Buya, Mudathi Abbas, Mudathi alikuja kutoka akaingia Mohamed Momo Dumbia, miongoni mwa mabadiliko aliyafanya. Lakini katika shambuliaji kulikuwa na Celestine Ekwa, alikuwepo Maxim Pia Nzengeli, Peodo Pacome Zouzoua na Prince Mfumelo Dube aliyekuja kutoka kama nilivyotoka kueleza. Mabadiliko mengine yalihusisha kuingia kwa Ofenchikola na Edmund John. Mwisho wa siku Yanga cheza yake kwa wastani ilikuwa haina uoga hata kidogo, ingawa ilikuwa ikiruhusu JS Kabylie kumiliki mpira, lakini si kwamba Yanga ilipaki basi. Ndio, ni kwa sababu kwa wastani wachezaji waliokuwa katika nusu ya pili ya uwanja walikuwa ni pamoja na Prince Dube, Mudathi Abbas kabla hajatoka, Peodo Pacome Zouzoua alikuwa katika eneo la kati la uwanja, lakini Celestine Ekwa kwa wastani alikuwa juu, Maxim Pia Nzengeli kwa wastani alikuwa juu. Tunazungumzia average position, nafasi kwa wastani uwanjani. Mwisho wa siku Yanga kwa namna ambavyo walikuwa wakishambulia pale walipohitaji, lakini wakabadilika kipindi cha pili kwa kuanza kwa kukabia chini kabla baadaye kubadilika tena na kuliendea lango la JS Kabylie, wakapata walichostahili, huku wakiwazima washambuliaji wa nyota JS Kabylie akiwemo Ayman Mahious, Mehdi Mergem, kuhakikisha wanapata walichokihitaji na wakafanikiwa. Kati ya sababu zilizofanya kufanikiwa kupata pointi moja muhimu ugenini kule Algeria ni kutokana na ukweli kwamba, kwanza, total commitment, kujituma mwanzo mwisho. Wachezaji wote waliopata nafasi ya kuanza na hata wale walioingia katika kipindi cha pili walihakikisha kwamba katika kila mpira wa 50 kwa 50 kupigania, wao wanajitahidi kuwa juu. Lakini pili ni namna ambavyo pasi chache walizocheza Yanga leo hii, pasi 355 kwa ujumla, zilikuwa nyingi za kwenda moja kwa moja. Matokeo yake hawakuhitaji kumiliki sana mpira ili kulifikia lango la JS Kabylie. Ni mpango mzuri chini ya kocha Pedro Gonçalves kuhakikisha kwamba pasi zao nyingi zinakuwa na maana kwa kwenda mbele na sio sideway passes, pasi za kushoto, kulia ama backward passes, pasi za kwenda nyuma. Badala yake walikuwa wanakwenda mbele zaidi, na hili ni jambo ambalo liliwasaidia kuwafanya JS Kabylie wawe
na kimuhemuhe na hofu, na hasa katika kipindi cha kwanza na hata katika kipindi cha pili wakati Yanga ilipoamua kushambulia. Jambo la tatu ni ukweli kwamba Yanga walikuwa wakicheza kwa ushirikiano sana. Ni mara chache kulionekana matukio ya mchezaji mmoja kutaka sifa binafsi. Selfishness haikuwepo, bali kulikuwa na ushirikiano wa kutosha. Lakini mbali na mambo hayo mazuri, likiwamo lingine la kutohadaika wala kubabaishwa na zomea mashabiki wa JS Kabylie walikuwa wamefurika vya kutosha huku wakishangilia timu yao, na wala kutobabaika na vitendo visivyo vya kimpira vya baadhi ya mashabiki kwenye lango la Yanga wakirusha vitu kuelekea kwa golikipa Djigui Diarra aliendelea kusimama imara sana. Lakini yapo mambo ambayo bila shaka Yanga watahitaji kuyaboresha zaidi ili kujihakikishia kufanya vizuri zaidi kwenye mechi zijazo na kuwapa furaha Watanzania, kuwapa furaha wana Yanga. Mojawapo ni juu ya kutumia fursa wanazojitengenezea wenyewe katika kufunga. Ndiyo, mechi imeisha kwa suluhu. Pointi muhimu Yanga wameipata ya ugenini, lakini zipo nyakati ambazo wangeweza kupata bao. Nafasi ipo ilimkuta Celestine Ekwa takriban nafasi 2, Peodo Pacome Zouzoua alipata nafasi 1 na kadhalika. Wakiboresha eneo hili la kutumia nafasi wanazojitengenezea wenyewe, hakika wangeweza kupata walau bao moja katika mchezo wa leo. Lakini jambo lingine la kufanyia kazi ni juu ya kuongeza ubora wao katika kucheza mipira ya juu. Mipira ya hatari iliyokwenda kwa lango la Yanga, baadhi yake ilikuwa ni mipira ya juu, ama crosses katika open play, mchezo wa wazi, ama mipira ya kutenga ambayo kwa bahati golikipa Djigui Diarra alikuwa vizuri katika kuicheza, hasa mipira ya vichwa kutoka kwa Ayman Mahious ambaye katika ligi kuu ya Algeria amefunga mabao 3, 2 ya vichwa, bao 1 kwa mguu, lakini likitokana na mpira wa cross ambao wapinzani walishindwa kucheza. Yanga walimdhibiti vya kutosha, ingawa mipira ya juu ilionekana kuwa tishio, na Yanga wanapaswa kuendelea kufanyia kazi kuhakikisha kwamba mipira ya juu, mipira ya kutenga haiwi tishio kwao. Vinginevyo wana mambo mengi mazuri ambayo kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake wanapaswa kuyaendeleza ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kupeperusha vyema bendera ya Yanga, bendera ya Tanzania katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, ili wasonge mbele zaidi kutoka katika kundi la ugumu, kundi B lenye timu kama Al Ahly ya Misri iliyotoa ubingwa wa michuano hii mara 12 na ikiwa ndio inashikilia rekodi mpaka sasa. Yanga so far so good. Kilichobaki ni kufanya vizuri katika mechi zilizosalia, na hasa kwa kufanyia kazi mambo haya mazuri, kuyadumisha, kasoro kuzifanyia kazi.